anataka kunitishia mimi. Wewe Charamira, ukome. Mimi sio wa kutisha mimi. Tumekutana nanyi ili tuweze kuzungumza mambo machache. Jambo la kwanza ni kuhusu usalama wa mkoa wetu wa Dar es Salaam. Hivi punde nimeona kuna message nyingi zinazozunguka kwenye mitandao ya jamii na ambazo zingine ni kama zinatishia kuwepo kwa vurugu ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Nimewaiteni ndugu zangu waandishi wa habari ili nyinyi mkawe kipaza sauti kwa Watanzania na hasa wa Dar es Salaam kwamba hakuna mtu yoyote atakayevuruga amani ya mkoa wetu. Jana tulitoa maelezo kadhaa na Sakap Mlilo ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam alitoa pia maelezo kadhaa kuhusiana na usalama wa mkoa wetu. Kwa hiyo kwa mtu yoyote wa chama chochote cha siasa, taasisi yoyote ya dini, taasisi iso ya dini, mtu binafsi, shirika au kampuni, hakuna hata mmoja atakayeweza kuvuruga amani ambayo imekushajengwa katika misingi ya uongozi na hasa uongozi bora wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunafahamu kwamba wapo baadhi ya watu ambao wanaweza kuwa na malalamiko yao. Wazingatie sheria, wazingatie utaratibu wa namna ya kufikisha kwenye vyombo na taasisi zinazohusika na masuala ya malalamiko walionayo. Niendelee kuwatoa wasiwasi wafanyabiashara wote na wawekezaji ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kwamba kuanzia sasa mpaka baadaye utakapofanyika uchaguzi wa serikali kuu na hata baada ya hapo, mkoa wa Dar es Salaam utaendelea kuwa ni kioo cha amani katika nchi ya Tanzania, Afrika Mashariki na Kati, Afrika kwa ujumla na hata duniani kote kwa ujumla wake. Jambo jingine ndugu zangu waandishi wa habari, kama nilivyosema, nimesikia pia baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa wakiendelea kukejeli uwekezaji unaoendelea kufanywa katika sekta mbalimbali na hasa sekta ya bandari. Naomba nitoe rai kwamba mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nitoe pongezi za dhati kabisa kwa uongozi wa bandari ya Dar es Salaam au uongozi wa bandari Tanzania kwa ujumla wake, kwamba tumeendelea kuona ufanisi mkubwa wa bandari ya Dar es Salaam unaothibitishwa kwa wingi wa wageni wanaokuja kuchukua mizigo kutoka mataifa mbalimbali, makuzi na ukuaji mkubwa wa ICDs ndani ya mkoa wetu, makuzi na ukuaji mkubwa wa bonded warehouses ndani ya mkoa wetu. Hii inathibitisha kwamba mizigo inayokuja kupitia bandari ya Dar es Salaam ni mingi, na hii inathibitisha kwamba taifa limeendelea kufunguliwa, na ndio maana baadhi ya mataifa kama Kongo, Zambia, Malawi na baadhi ya mataifa mengineyo yasiyokuwa na bandari au yasiyokuwa na bahari yameendelea kuiona Tanzania kama kivutio kikubwa kwa sera zake imara. Na kwa mantikio waandishi wa habari naendelea kualika kwamba sasa ni muda mwafaka wa kuzungumza vitu kwa hoja na data. Ni bora tukaendelea kwenda bandarini, kwenda kuona uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa, lakini zaidi tutawanyike ndani ya mkoa wetu tuone wingi wa ICDs unaoendelea ambao umetunza mizigo ya transit na local. Lakini zaidi pia tuendelee kuona wimbi kubwa la wageni wanaotoka katika mataifa yasiyokuwa na bahari wanaokuja pia kwa ajili ya kuchukua mizigo kwenda katika mataifa yao. Ongezeko kubwa la usafiri wa malori kuelekea katika nchi hizo. Hizo zote ni ithibati, ni uthibitisho kwamba kuna ufanisi mkubwa wa mamlaka ya bandari, lakini kuna ufanisi mkubwa wa bandari ya Dar es Salaam. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kusema haya, la mwisho nitumie nafasi hii kwamba hili kwa Wakristo wote tupo katika Juma Kuu, Holy Week. Na kuanzia jana Alhamisi Kuu, leo Ijumaa Kuu, na kesho kutwa ambayo ndio Pasaka, nitumie nafasi hii kuwatakia kila laheri kuanzia siku ya leo au siku ya jana ya Alhamisi Kuu kupitia
leo ambayo tunaita ukimya mtakatifu, holy silent, wakasherekee sherehe hizi kama ambavyo sherehe za Idi ziliisha. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa amezungumza kwenye TV, mimi sisemi, mlimsikia, kwamba kuna siku mama mmoja ameenda hospitali anataka kujifungua. Hospitali wamemwambia lete mkasi sio na wembe na gloves, akamwambia baba sina. Akampigia mkuu wa mkoa anaomba msaada. Mkuu wa mkoa anasema, akamwambia nenda nyumbani, mume wako akakufanyia operation. Nasema mimi, hamkumsikia kwamba mimba imemfika mama wa Kitanzania, anataka kukileta kiumbe duniani, ni swala la kufa na kupona. Mkuu wa mkoa anamwambia nenda mume wako akakufanyia operation. Huyu mkuu wa mkoa amekula, ameshiba, amekaa kwenye gari ambao wewe unauza vitumbua, unalipa kodi, ameona yeye ni muhimu kuliko wewe, kwa sababu ya aina ya viongozi tulionao. Hatuwezi kuendelea na maisha haya. Halafu mshenzi eti juzi anakaa kwenye kikao anasema Heche ananizungumza mimi, anataka kunitishia mimi. Wewe Charamira, ukome. Mimi sio wa kutisha mimi. Mtishe mke wako nyumbani unayemlisha, sio mimi. Mimi nimezaliwa mara moja na nitakufa mara moja. Nchi hii ni yetu. Hatuwezi kufumbia macho upumbavu huu unaoendelea kwenye nchi. Haya mambo tunayasema ndio yamemkamata Lissu, wanamweka ndani kwa kesi ya uongo ya treason. Lissu hana uhaini anaosema. Lissu amesema tunataka mifumo bora ya uchaguzi. Kusema hivyo sio uhaini, na mimi nasema tutaasi dhidi ya mifumo mibovu hii mpaka tupate mifumo inayoweza kuwapa Watanzania maisha yao. Na mimi wanikamate, wanipe kesi ya treason. Hatutatishwa katika nchi hii. Hii ni nchi yetu sote, sio nchi ya kikundi cha watu. Tuko kwenye matatizo haya kwa sababu wananchi mmeamua kupuuza siasa. Tumekuja kuwaomba nyie msipuuze siasa, kwa sababu mtateseka mpaka arudi Mungu hapa. Mnategemea maisha yenu yatabadilika. Tusipopigania mabadiliko sisi wenyewe, tukachukua miziki ndio tukafanya priority, tukachukua Simba na Yanga tukafanya priority, hao watu watatutesa. Hakuna siku watatuonea huruma. Watu watemeke. Ni wajibu wetu kubadilisha nchi. Inakuwaje? Inakuwaje Mchina anakuja hapa, anakwenda Chunya kuchimba dhahabu, anakwenda Tarime kuchimba dhahabu, ana mtaji wa bilioni 2, anashusha vijana wa Kitanzania kwenye mashimo kwa sababu hawana mtaji wa bilioni 2. Wakishatoa dhahabu wanampa, anaondoka nayo kwenda kujenga nchi yao. Alafu ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa serikali inasema serikali yenu kwa mwaka mmoja, mwaka jana, imefanya matumizi ya hovyo, yani matumizi ya kishenzi ya bilioni 371. Yani hauna bilioni 2 za kuwapa vijana wako wamiliki uchumi wako, lakini una matumizi ya bilioni 371 za hovyo ambazo mnaambiwa goli la mama. Na unakuta mtu amekaa Temeke hajui atakula nini. Tumepewa pesa ya goli milioni 20, uko hapa kama kwamba itakuletea chakula mezani. Pesa ya goli la mama. Pesa ya nchi yetu imegeuzwa, imekuwa ya mama. Choo kikichimbwa mtaani Temeke, mama ametuchimbia choo. Barabara ikilimwa, mama ametulimia barabara. Maji yakini, huyu mama mwenye upendo alikuwa wapi kabla hajawa rais atufanyie hayo mambo kama na pesa nyingi hivyo? Na siku akitoka madarakani upendo wake utaendelea? Ataendelea kutujengea barabara? Kwa nini upendo wake utasizi tu baada ya kutoka madarakani?
pesa zenu nyie mnaovuja jasho, unahangaika na bodaboda, unashona nguo, leo zimegeuka zimekuwa za Samia, na mnapiga makofi, mnaona ni hali ya kawaida. Tuna wajibu wa kuufanya. Kama tumeishi kimaskini, tuna wajibu wa kuwapigania watoto hao warithi nchi nzuri ambayo itawategemea, itawapa wanachokihitaji. Tuna wajibu huo. Ndugu zangu, watu wa Temeke, tuna wajibu huo. Sisi tumejitoa, tuko mbele. Lissu ni mwanasheria, mimi nimekuwa mbunge. Nikitaka kuwa mbunge hata kesho, nikienda CCM nakuwa mbunge. Haki ya Mungu nakuwa mbunge, na nitakuwa waziri hata kesho nikitaka. Lakini tumeamua kukataa ili tusaidiane kubadilisha nchi hii. Inawezekana. Tunahitaji mfumo ambao hauna upendo. Haiwezekani leo tunakwenda kucheza Simba na Yanga alafu refari Manara. Unategemea nini? Tunachohitaji ni mfumo usiokuwa na upendeleo kwa yoyote. Simba walipoenda uwanjani wakanyimwa kufanya mazoezi, walifanya nini? Si waligoma? Wakasema no reforms, no election. Ndicho walichosema Simba. Ndicho walichosema Simba. Na si serikali, si wameitana kusuluhisha ili mpira uchezwe free and fair? Na sisi Chadema ndio tunachosema no reforms, no election. Tume iwe huru, iwe na haki, ipigwe dakika 90, Lissu asimame hapa na Samia asimame hapa. Haki ya Mungu saa 12 watakuwa nyumbani. Saa 12 asubuhi. 12 asubuhi atakuwa nyumbani. Nasema uongo? Nasema uongo? Hatuhitaji upendeleo. Tunahitaji kura yako iwe na heshima, ili viongozi wawajibike kwako. Katiba yetu ibara ya 8 inasema msingi wa mamlaka na madaraka yote ya nchi hii ni wananchi, ni wewe. Polisi yule amevaa crown yako, sio ya kwake, amevaa mamlaka yako, umekasimu hayo mamlaka wewe kwake. Tunahitaji kura yako iheshimike. Ibara ya 8 sehemu ya 2 inasema serikali itawajibika kwako, na sehemu ya 3 inasema lengo la serikali ni kustawisha maisha yako. Niambieni, baada ya miaka 63 ya uhuru wa nchi yetu, serikali imestawisha maisha yako? Kama Dar es Salaam ndio tunatembea kwenye barabara hizi za vumbi, huko mikoani hali ikoje? Hapa ndio Dar sasa, hapa ndio mji mkubwa. Yaani hapa ndio sehemu ambayo ndio uso wa nyumba yako. Hakuna maji, watu wanakufa kwa kipindupindu. Nasema uongo? Kila mwaka kipindupindu. Kipindupindu tafsiri yake ni kula kinyesi. Umekunywa maji yenye kinyesi, ndio kipindupindu. Nchi ya hapo Mpiji hapo, Kimbiji, maji yaliyoko chini ya ardhi ya nchi yetu yakifunguliwa hapo Kimbiji, Dar es Salaam inazama. Ni maji robo 3 ya dunia yako Tanzania. Tuna ziwa lenye upana kuliko yote Afrika nzima, ziwa Victoria. Maji yanatoka ziwa Victoria yanaenda Misri. Hakuna mtu anakosa maji. Sisi maji yako Mwanza, hapa hamna maji. Hivi mnanielewa? Hivi nyie watu mnaelewa ninachokizungumza? Wangapi wanaelewa ninachokizungumza? Nyosha mkono tu. Tunahitaji kubadilisha nchi. Ndugu zangu vijana, maisha haya hayatajibadilisha. Kenya imebadilishwa na vijana. Pigania destiny yako. Umaskini hauzoeleki. Umaskini sio kitu kizuri. Umaskini ni kitu kibaya. Jiulize, uende hospitali, baba yako anaweza kutibiwa akapona, anakufa kwa sababu hauna fedha. Inakuwaje tuna nchi ambayo afisa elimu analipwa mshahara na serikali, anapewa gari na serikali, anaishi kwenye nyumba ya serikali ili asimamie ubora wa elimu ya mtoto wako, alafu yeye hawezi kusomesha mtoto wake kwenye hiyo shule anayoisimamia? Hivi unaelewa maana yake? Alafu anakuja kukuambia wewe watemeke kwamba hiyo ni shule nzuri, somesha mtoto wako. Lakini yeye mtoto wake hataki asome kwenye hiyo shule nzuri. Biblia inasema hata waovu wanajua kuwapa wawapendao vilivyo vyema. Na inauliza hivi, nani ambaye mtoto wake akimuomba mkate atampa jiwe, au akimuomba samaki atampa nyoka? Inasema huyo mtu hayupo. Na nyie
Kwa wale Waislamu, Mtume Muhammad anatuambia ukiona jambo baya liondoe. Ukishindwa kuliondoa, likemee na wajue umelikemea. Na ukishindwa hata kulikemea, chukia basi. Kwa nini mnafurahishwa na uovu? Kwa nini mnaona uovu ni kitu cha kawaida?